الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن للمتقين مفازا. Wapenzi watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu, mlezi wetu, mwalimu wetu, bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na vile vile rehema hizo ziwaendee ahli zake na sahaba zake wote. Wapenzi watukufu wa Islam, tuko au bado tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Shawwal, mwezi ambao kama tulivyokumbushana ndani yake kuna ibada ya funga ya sita, kufunga siku sita. Kwa hiyo mwezi mzima huu wote kwamba inakujuzikia wewe, inajuzu kwako wewe kufunga mwezi huu. Kama ikiwa bado hujafunga, basi wahi kabla mwezi huu haujaondoka. Wapenzi watukufu wa Islam, khutba yetu ya leo itazungumzia au itaizungumzia moja katika ibada adhim, moja katika ibada iliyokuwa kubwa, ibada ambayo wengi katika sisi tumeisahau au tunaikumbuka, lakini kutokana tu na nyoyo zetu zilivyokuwa zimetokwa na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ibada ile tuwenye kuiacha. Nayo si ibada nyingine bali ni ibada ya zaka. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, leo tutaizungumzia ibada ya zaka na faida zake, na je, yule mwenye kutoa zaka nini anapata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wapenzi watukufu wa Islam, ibada ya zaka kwanza ni katika moja ya zile nguzo tano za Uislamu, ambayo ikiwa zaka ni nguzo ya tatu. Pia vile vile zaka ni moja ya jengo linaloujenga Uislamu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka ibada hii, ameifaradhisha ibada hii kwa sababu maalum na kwa hikma maalum. Ameiweka ibada hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza tuhuratan lilmal, shara'aha Allahu tuhuratan lilmal. Ameiweka Mwenyezi Mungu ibada hii kwa ajili ya kuitoharisha mali, ya kuifanya mali ile itakasike, ya kuifanya mali iwe safi, na sio mali tu bali mpaka yule anayetoa zaka basi anakuwa ni mwenye kutoharika kwa kule kutoa kwa zaka. Na kutoharika kuwa safi huyu anayetoa zaka ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsamehe madhambi yake. Na mali pia vile vile inakuwa safi, inakuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anailinda na kila maafa, anailinda na mitihani mbalimbali kama vile mitihani ya kuibiwa na mengineyo. Na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka faradhi hii ya zaka ni kwa ajili ya kuzisafisha nafsi ziwe safi kwa kule kuitoa
ile mali yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokupa. Pia vile vile wa muwasatan lilfuqara, na ni kwa ajili ya kuwaliwaza wale mafakiri. Ibada ya zaka watukufu wa Islam thabitun, ni yenye kuthibiti bil Qur'ani was Sunnah, katika Qur'an na katika Sunna. Nikisema kwamba ibada ya zaka hii imethibiti katika Qur'an na katika Sunna, kwamba akitokea mtu akisema ibada hii haipo, basi huyu atakuwa ameingia katika kumkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kwanza atakuwa ameikanusha Qur'an na vile vile atakuwa ameikanusha hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuthibitishia hilo kwamba ibada hii ni yenye kuthibiti katika Qur'an, katika surati al-Baqarah aya ya 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaamrisha waja wake kwanza wasimamishe swala, pili watoe zaka. Na tunaona hapa ibada ya zaka imekutanishwa na ibada ya swala, na hii ni kutokana na ubora wake. Vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala anaeleza katika Qur'an, katika kulithibitisha kwamba ibada hii ya kutoa zaka Mwenyezi Mungu ameithibitisha katika Qur'an. Anasema katika surati Tauba baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Katika aya kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuamrisha kwanza tudumu katika kufanya ibada ya swala, na pili tudumu katika kutoa zaka. Na amri hii iliyokuja hapa ni amri ya ujub, ni amri ya ulazima, sababu amri hizi zinagawanyika mafungu yake. Kuna amri za ikaja ikawa ni amri ya sunna, kwamba ukiifanya utapata thawabu na usipoifanya utapata dhambi wala utapata lolote. Lakini amri ikiwa ni wajib, basi ukiifanya unapata thawabu na ukiacha unapata dhambi. Na katika aya pili Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema khudh min amwalihim, anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khudh min amwalihim, chukua katika mali zao, sadaqatan tutahhiruhum, sadaka zitakazowataharisha wao, zitakazowasafisha wao. Limetumiwa neno la sadaka hapa, lakini makusudi yake ni zaka. Na zaka hii watukufu wa Islam ni mali au ni jina la mali maalum inayotolewa kwa watu maalum waliokusudiwa, tena ala wajhi makhsus, juu ya njia maalum kabisa. Kwa hiyo tukisema mali maalum, kwa hiyo kwamba kuna mali hiyo kwamba ikifikia kiwango chake, basi mali hiyo inajuzu Muislam, inajuzu kwa wewe uliokuwa na hiyo mali basi kuitolea zaka, lakini kwa masharti yake na kwa adabu zake. Na katika moja masharti zake ni kuzungukiwa na mwaka, kwamba yule anayefanya biashara ameanza biashara yake leo tarehe fulani, basi mpaka mwaka fulani, mwaka unaofuata tarehe fulani ile ile aliyoanzia, basi anatakiwa atoe zaka. Na sharti ya pili ni kutimia kiwango, na wanawachuoni wameeleza viwango vya zaka. Watukufu wa Islam, kama tulivyosema, zaka hii ni katika
moja ya zile nguzo tano za Uislamu ambazo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametueleza au amezibainisha pale aliposema buniyal islamu ala khamsin, umejengwa Uislamu juu ya mambo matano au juu ya nguzo tano. Akasema bwana Mtume, nguzo ya kwanza shahadati an la ilaha illa Allah, ni kukiri kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, wa iqami salah, na kusimamisha swala nguzo ya pili, wa itai zakah, na kutoa zaka nguzo ya tatu, wa saumi Ramadhan, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, wa hajji albayt, na kuikusudia alkaaba kwa ibada. Wapenzi watukufu wa Islam, kwa tunaona ibada ya kutoa zaka ni kama ibada nyingine ambazo zimeelezwa katika hadithi hii ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba mtu unaweza kumuona akawa anaswali, unaweza kumuona anakwenda hija kila mwaka, unaweza kumuona akawa anafunga, lakini ikawa ibada hii ya kutoa zaka ikawa ameisahau. Lakini kuisahau sio kwa mapenzi yake, hapana, bali kwa tabia na umbile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba nalo mwanadamu, na hili kama tutakavyoeleza katika fadhila za kutoa zaka. Watukufu wa Islam, inna fadaila zakah, hakika ubora wa kutoa zaka ala alfardi wal mujtama'i, juu ya mmoja mmoja, mtu mmoja mmoja, wal mujtama'i, na katika mikusanyiko, kwamba wa ala nafsi, pia vile vile katika nafsi. Ukitoa zaka nafsi yako kuna jambo inalipata, nafsi yako kuna jambo inaipata kutokana na kule kutoa zaka. La takadu tuhsa, wanasema kwamba fadhila zake hazikubali, yani kwamba huwezi kuzihesabu, ni nyingi. Fadhila za kutoa zaka watukufu wa Islam ni nyingi, kama tutakavyozieleza katika khutba yetu ya pili. Wa anin nabii annahu qala kullu ibn adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun tubu ila Allah wastaghfiruhu innahu huwal barrul karim wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Wapenzi watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu, mlezi wetu, mwalimu wetu, bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na rehema hizo vile vile ziwaendee ahli zake na sahaba zake wote. Na yusia tena kwa mara ya pili nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa tunaendelea katika khutba yetu ya pili, tunataka tufahamu ni fadhila gani, ni ubora gani, au ni faida gani anazozipata yule mwenye kutoa zaka. Kama tulivyoeleza kwamba fadhila za kutoa zaka ni nyingi, anasema wa min fadailiha, na katika miongoni mwa fadhila za kutoa zaka wanasema wanawachuoni, itmamu islami al-abdi wa ikmalih, ni kutimiza au ni kutimia uislamu wa mja, wa ikmalihi, na kukamilika kwake. Kwa nini? Wanasema wanachuoni, liannaha ahadu arkani al-islam, kwamba hiyo zaka ni moja ya zile nguzo tano za Uislamu. Na kwa nini imetumiwa kauli ya nguzo? Kwa sababu nguzo kama tunavyoelewa ndio linalifanya jengo, au hizo nguzo zinazifanya jengo likawa madhubuti, jengo likawa makini. Vile vile nguzo hizi
akijipamba nazo muislamu akazitekeleza ipasavyo, basi atakuwa ameutimiza uislamu wake na ameukamilisha uislamu wake. Wanasema wanachuoni, fa idha qama biha al-insan, akisimama mwanadamu katika ibada ya zaka, tamma islamuhu wa kamula, kwamba umetimia uislamu wake na umekamilika. Wa hadha la shakka, na hili hapana shaka ndani yake, annahu inayatun adhima likulli muslim au ibadatun adhima likulli muslim, kwa kwamba hii zaka ni ibada iliyokuwa tukufu kwa kila muislamu. Katika kuelezea maana haya, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza katika hadithi iliyopokewa an ibn Umar radhiyallahu anhuma an an-nabii sallallahu alaihi wasallam qala, kutoka kwa ibn Umar mtoto wa Umar radhi za Allah ziwashukie, kutoka kwa mtume sallam amesema, bunya al-islamu ala khamsin, umejengwa uislamu juu ya mambo matano. Ala an yuwahhid Allah, juu ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu, jambo la kwanza. Wa rasulah, na mtume wake. Wa iqama as-salah, na kusimamisha swala. Wa itaa az-zakah, na kutoa zaka. Wa siyam Ramadan, na kufunga Ramadan. Wal hajj, na kuhiji nyumba ya Mwenyezi Mungu tukufu. Rawahu Muslim, ameipokea hadithi hiyo Imam Muslim. Kwa hadithi hii inatufahamisha kwamba Uislamu umejengwa juu ya mambo matano haya ambayo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyabainisha. Kwa hiyo mtu akijipamba nayo, basi itakuwa yeye Uislamu wake ni wenye kukamilika na Uislamu wake ni wenye kutimia. Vile vile watukufu Islam, katika fadla za ibada hii ya kutoa zaka, annaha dalilun ala sidqi imani almuzakki, kwamba ibada hii ya kutoa zaka dalilun, ni alama, ni dalili ala sidqi imani almuzakki, juu ya ukweli wa imani ya yule mwenye kutoa zaka. Kwa nini? Wanasema na wachuoni, wadhālika anna almala mahbubun linnafsi, mali watukufu wa Islam jinsi Mwenyezi Mungu alivyoiumba, mahbubun linnafsi, ni yenye kupendeza zaidi na nafsi. Nafsi hakuna kitu kikubwa inachokipenda kama mali, na hayo Mwenyezi Mungu pia ameyathibitisha katika Qur'an pale aliposema, zuyina linnas hubbu shahawati minan nisa'i wal qanatir al muqantara al-aya, kwamba nafsi zimepambiwa juu ya kupenda mali. Kwa hiyo mtu akiitoa mali yake, basi hiyo ni dalili juu ya imani iliyokamilika kwa mtu huyo. Anasema, wal mahbubu la yubdhalu illa ibtigha'a mahbubin akthara minhu, na wal mahbub, chenye kupendwa, la yubdhalu, hakitolewi, illa ibtigha'a mahbubin, isipokuwa kwa kutaka radhi za yule mwenye kupendwa ambaye ni Allah, akthara minhu. Walihadha sumiyat az-zaka sadaqa, kwa ajili hii ndio imeitwa zaka ni sadaka, liannaha tadullu ala sidqi imani almuzakki au imani sahibiha, kwamba kutoa zaka kunafahamisha, kunajulisha juu ya ukweli wa imani ya yule mwenye kutoa zaka. Na hapa watukufu Islam, kuna tarbia, kuna malezi yaliyokuwa makubwa, malezi ambayo nafsi zetu zinatakiwa zimpende Allah zaidi kuliko mali zetu na watoto wetu na vitu vingine. Na huu ni mfano kama vile wa Sayyidina Ibrahim pale alipotakiwa amchinje mwanawe, alipoota njozi mara 3, lakini mwisho akabidi asalimu amri. Yote yale ni mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo yaliyokuwa yako mbele kuliko mapenzi ya kumpenda mwanawe. Na hivi ndivyo tunavyofundishwa. Kwa hiyo watukufu wa Islam, zaka, kutoa zaka ni dalilun ala sidqi imani almuzakki, ni dalili juu ya yule mwenye kutoa zaka. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fahuwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Surah al-Baqara aya 271. Katika aya hii
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mkidhihirisha kule kutoa kwenu zaka, kwamba umedhihirisha mbele ya umma wa watu wakaona, lakini kudhihirisha kule kusiwe na maana nyingine, bali labda kwenye maana ya kuwashajiisha watu nao watoe, hiyo ni bora, kwamba unaweza ukatoa ukadhihirisha Allah anavyoeleza. Na pia ukitoa kwa kuficha, wa in tukhfuha, na mkificha, watuutuha alfuqara, na mkaaba mafakiri, fahuwa khairul lakum, hilo ni bora kwenu. Wa yukaffiru ankum min sayiatikum, na Allah subhanahu wa ta'ala atawasamehe dhambi zenu, wallahu bima ta'maluna khabir, na Mwenyezi Mungu kwa mnayoyafanya ni mjuzi zaidi. Watukufu Islam, katika fadla za kutoa zaka, wa minha, katika fadla za kutoa zaka, tuzaki akhlaqa sahibiha, zinasafisha tabia za yule mwenye kutoa zaka. Fatukhrijuhu min zumrati albukhala, inamtoa au kunamtoa kule kutoa zaka katika kundi la wale watu mabakhili. Watudkhiluhu fi zumrati alkurama, na linamuingiza ile jambo la kutoa katika kundi la wale waliokuwa wakarimu. Liannahu, kwa kama huyo mwenye kutoa zaka, idha awada nafsa, akiizoesha nafsi yake, ala albadli wal ata, juu ya kutoa, sara dhalika albadl shajiyatan lahu wa tabi'a, basi inakuwa kutoa kule ndiyo tabia yake, ndiyo khulqa yake ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempamba. Vile vile katika faida za kutoa zaka na fadhila za kutoa zaka, annaha min a'dhami asbab inshirahi sadri, ni katika moja sababu kubwa ya nyoyo kukunjuka, nyoyo kuwa na furaha. Wewe utakaojione nyoyo yako ni yenye furaha, basi msaidie yule asiyekuwa na uwezo, basi utaona moyo wako ni wenye kujawa na furaha. Lakini furaha ile haiwezi ikaja isipokuwa ni kwa kuitoa ile zaka kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu Islam, fadla na faida za kutoa zaka ni nyingi, lakini tumalizie na faida ya moja ya mwisho ambayo wanasema wa min fadaili zaka, katika fadla za kutoa zaka, kwamba ni sababu linamai mali, ni sababu ya kuzidi mali, wa barakati, na ni sababu ya kuwa na baraka ile mali uliyoitolea zaka, walhifadhi alayhi fi dunya wal akhirah, pia na kuilinda ile mali duniani na akhira. Kuilinda duniani ni kwamba mali hile ukiitolea zaka, basi haitopata na maafa yoyote, kama utakuwa umeitoa ile zaka kwa ajili ya Allah, kumsaidia yule ambaye anayepaswa kusaidiwa. Katika hadithi iliyopokewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi, hakuna katika siku yoyote ambayo waja wanapambaukiwa katika siku hiyo, illa malakan, isipokuwa kuna malaika wawili, yanzilan, wanashuka. Fayaqulu ahaduhuma, anasema mmoja wao, Allahumma i'ti munfiqan khalafa, Mola wangu haki, mpe yule anayetoa badali. Wayaqulu al-akhar, na anasema mwingine, Allahumma a'ti mumsikan talafa, mpe yule ambaye anayezuia mali yake, ataka kutoa mali, basi mpe uharibifu, kwamba yaribu mali yake. Na tunayaona haya yanatokea, Kwa hiyo hizo ni katika miongoni mwa fadla na faida anazozipata yule mwenye kutoa zaka.